lakini kuna muda mimi ni mgumu kuliko chuma. Jua tu kunitumia. Kuna eneo ukiingia mimi laini, lakini kuna sehemu ukipita mimi mgumu kuliko chuma. Anasinzia. Usisinzie mpaka anazidiwa na usingizi, sio? Huyo kitandani akilala taratibu unaenda kwenye taa, unakwenda kuizima. Simtamka asubuhi. Sasa wewe hukuyajua hayo. Umeamua ufanye nguvu, na nguvu haisaidii. Kwa nini hawa watu wawili mama zangu hawana kuhadithieni wawili hawa walioana Mikocheni wakaenda Oysterbay hotelini? Walikuwa wanajua haki zao? Mume kapewa tu jambia kwenda kuoa na yule mke kapambwa basi. Sasa nipeni masikio yenu kusikiliza haki. Na nitataja haki zote mbili za wanamume na haki za wanawake. Na wakati mnashika madaftari na kalamu, natangulia kuambia kina mama, kuolewa ni riziki, lakini kudumu kwenye ndoa ni juhudi yako mwenyewe. Narudia hayo maneno, na hasa wale binti zangu wadogo wanisikie. Kuolewa ni nini? Kudumu kwenye ndoa kama wazee walivyodumu mpaka leo ni juhudi yako mwenyewe. Usipofanya juhudi, unaolewa leo unaachwa kesho. Na tafadhali uwe ni mtu hodari kwa kufikiri vizuri. Ukikaa peke yako, isal nafsak, jiulize mwenyewe, huyu mwanamume kwa nini kaacha wanawake wote uko duniani akaja kunioa mimi? Nina kitu gani yani very special amejua akikikosa kwangu hapati kwengine? Uwe unapenda kujihoji hivyo. Ukiwa unapenda kujidanganya, utasema amenioa sasa mimi mzuri, so beautiful, mimi mzuri sana. Hapa umejidanganya sana. Uwe mzuri kuliko nani? Yani ule uzuri wako umemshinda nani? Uko nje kuna wanawake wazuri, wakiletwa hapa ushindana nao uzuri, utakimbia tu. Yani kuna wanawake wazuri mtaani na wanapitwa hivi hivi, wala hawaolewi hata siku moja. Mwingine anasema mimi sio uzuri bwana, ni umbo langu, I am with number 8 figure, sio? Mimi nina umbo vizuri. Kushinda nani? Wewe umeumbwa vizuri, umemshinda nani kwani? Mwingine hujidanganya bwana, mimi tabia zangu ndo nzuri, huyu mwanamke kanifuata kwa tabia. Jamanini, kuna wanawake mimi natembea nchi nzima hii. Sio tunafanya kazi ya Mungu nchi yote hii. Nenda vijijini kwa ukaone. Kuna wanawake wana malezi yani wamelelewa wakaleleka, lakini mpaka wanazeeka wako nyumbani, na adabu zao na malezi yao wako nyumbani. Sasa mbona umeolewa wewe? Ukifika hapa useme hii ndoa ni riziki yangu amenipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si uzuri, si umbo, si tabia, ni riziki yangu kanipa nani? Inabidi uiheshimu sana hii riziki, kwa sababu kuna wanaoitaka. Ukiichezea riziki ya ndoa, kuna wanaoitaka na watakunyang'anya hiyo ndoa yako. Uko nje watu waliokuwa hawana wake, juhudi yao kubwa sana ni kumsubiri huyu mumeo. Wanamsubiri mumeo. Yani kama wewe hujui kuvaa namna ambayo mume inamvutia, uko nje washavaa, wanamgoja tu atoke. Kama wewe uko ndani hujui kutabasamu kwa aina anayoipenda huyu mume, uko nje kuna tabasamu moja na nusu linamsubiri mumeo. Yani ambalo humu ndani ufanyi, kuna wanaosubiri uko nje. Tatizo la wanandoa wapya wa sasa, binti zangu, na hata wavulana wanamume, tatizo wanalo. Wanawake siku hizi wengi hawajui kwamba wao ndio wapishi wa furaha ya nani? Ya mwanamume. Furaha ya mume yote, mpishi wa furaha hiyo ni nani? Ni mkewe. Hasa mabinti wa siku hizi hawana time kumfurahisha mmewe, wanajifurahisha wao wenyewe. Na wanasema sasa furaha jipe mwenyewe, na wanaingia kujipa furaha wao wenyewe. Ukienda ndani umeshaoga, unataka kuvaa, jiulize, hizi nguo zangu ni ipi nikivaa mume wangu anafurahi? Unamsikia mama? Unasema nguo fulani nikivaa bwana anaona raha sana, kaivae hiyo. Ivae hiyo afurahi mumeo. Sio kuona nimetoka vizuri mimi. So wewe, kuna mtu hapa anatakiwa aseme hayo maneno.
Na wengine ukiona kavaa vizuri, kajipamba sana, amekaa kwenye dressing table saa nzima. Siku hizi kuna mambo, anakaa mtu saa nzima kwenye dressing table, anapaka hivi, anapaka huko, anapaka saa nzima. Ikiisha saa nzima, anachukua brush, anayafuta yote, anaanza upya, anafuta yote, anaanza upya. Ukiona juhudi hiyo, ujue anatoka, ana safari, anataka kuaga. Yani mume siku hizi akimwona mkewe kajitahidi kukaa kwenye dressing table, ajiandae tu kuja kuagwa. Ina maana siku hizi watu wanajipamba vizuri, sio kwa ajili ya nani? Ya waume zao. Yani anajipamba, mwingine ajipamba, kumbe enda hapo sokoni tu gengeni kununua nyanya. Yani kujipamba kote huku ni gengeni. Hao watu wa gengeni hatari, kwa sababu wenyewe wanapata raha kuona wake zetu hao. Na kwa nini siwe hivyo? Sikuna kuongezwa nyanya 3 4. Mke umepewa na mumeo pesa ya kutosha kwenda sokoni, au sio? Na mimi sipendi hicho kitu. Sipendi kabisa mke wangu kwenda sokoni na hawaendi. Mimi Mungu kanipa wake wawili, sipendagi kwenda sokoni. Na mmoja yuko humu, katika hao wake wawili mmoja yuko humu. Ni shahidi, anajua sokoni hamna kwenda, kwa sababu kuna waongeza nyanya huko hapo. Na ni hodari kweli. Nyanya 3. Asante. Karibu tena kesho, anaambiwa karibu tena. Na kesho anajipamba vizuri zaidi, kwa sababu kesho nyanya sio 3, ni zaidi. Utakuja kuona mkeo ana namba ya simu ya muuza nyanya. Ngoja nimpigie, wewe unanipigia kabla hujaja nikuandalie. Kabla hujaja na kuandalia nyanya. Hizo nyanya zitakuja na vitunguu. Siku nyingine itakuja na babia kidogo. Siku nyingine Al-Fatiha huko. Kila unachofanya ndani, fanya kwa sababu ya kutayarisha furaha ya nani? Hata ukiwa unafagia, usifagie tu kwa sababu ni tabia, au sio? Fanya usafi wa nyumba kwa namna anavyoridhika nani? Mumeo, sio kujiridhisha wewe mwenyewe. Haya. Wanawake, haki ya kwanza kabisa ya mke, na hii ni haki imezingatiwa na Mwenyezi Mungu kabla ya ndoa kufanyika. Na nielewa hivyo? Mwanamke anayo haki yake kabla ya ndoa yenyewe kufungwa. Hii haki inaitwa aswidaku. Hebu semeni swidaku. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, wa atun nisaa sadukatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hania maria. Hii ni haki ya kwanza mama unatakiwa upewe, na hii unapata kabla hujaolewa. Swidaku ndo nini? Mahari. Mahari ni haki yako, amekupa Mungu subhanahu wa ta'ala, na mahari hii unatakiwa wewe ndo useme mahari yako. Unajua kwenye kuolewa wanawake ni aina mbili mama zangu. Kuna mwanamke anaitwa thayibu, sema thayibu. Na kuna mwanamke anaitwa bikru, sema bikru. Kuna thayibatun wa abkara. Mwanamke thayibu ni yule mwanamke kashakuwa mkubwa, tayari kashakuwa. Na bahati nzuri kina mama ukisikia hiyo lugha, huyu mwanamke amekuwa, tunaelewana? Na kuna mwingine bado mdogo kabisa, hajajua dunia ina rangi gani. Ana dunia ina rangi hii. Sasa huyo bado mdogo, hajajua rangi zake. Kama hunielewi basi sifafanui tena. Huyo angali mdogo. Sasa yule mkubwa, mahari yake ataje mwenyewe. Babake mzazi amwambie, mwanangu kuna muoaji amekuja au umemleta, sasa uwezi kuolewa bure. Hakuna mwanamume anayeruhusiwa dunia hii kuoa bure, ila mwanamume mmoja tu, ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye aliruhusiwa kuoa bure. Yani kama mwanamke ambaye ana Mtume nio tu, hata kama unipi kitu, Mtume karuhusiwa. Unafahamu, ameruhusiwa. Lazima atoe mahari. Na acha mbali sharia ya Mungu, hata wewe leo unakubali kuolewa bure? Kuna hatari hapa. Kuna mwanamke maskini alisema,
mahari yake anataka msahafu. Msahafu na kanda 2 zile ndala za kuogea, na kanga pea 2 ambazo atatumia mwenyewe kuogeshwa wakati anataka kwenda kwa mume. Basi kiwalani. Yule bwana mkubwa anayeoa akanifuata, Sheikh, na kuomba ukanisimamie ndoa yangu, lakini na gari itatumika ya kwako, sasa mimi sina kitu. Nikasema sawa, kheri, mimi napenda kusaidia watu wasiojiweza, twende. Nikamtia kwenye gari yangu, mafuta yangu mwenyewe, ngena naye kiwalani. Fika kiwalani, yule baba yule wa binti ananiita, Sheikh, sawa mmekuja, lakini bwana hajalipa mahari, hajalipa msahafu, kanda 2 na kanga. Nikamwendea, bwana vipi, mbona mahari hujalipa? Sheikh, niozesheni tu nitalipa baadaye. Nikamwambia acha aibu, unatutia aibu, haifai namna kama hii, mbona? Nikasasikiliza. Nikaenda dukani mimi, nikamwambia Sheikh nisubiri ni kidogo. Nikaenda dukani nikanunua kanga 2, nikanunua na ndala, nikamwambia wale msahafu upo, tumeusahau nyumbani. Upo nyumbani, na kweli nina msahafu chungu mzima, upo nyumbani kule. Haya, tukakubaliwa. Tukakaa pale, tunaanza kufanya kazi zetu za kuozesha. Yule baba mkwe anasema, jamani, hapa ndani ubani hamna, leteni ubani. Nikamwambia mzee, ubani sio lazima. Anambia sisi tunataka ubani, tumezoea toka enzi babu zetu sisi, mtoto anaolewa ubani uchomwe. Ndugu zangu kina mama Waislamu wengi hawajui kwenye shughuli za dini panachomwa ubani na udi kwa sababu gani, maana yake nini, hawajui. Wanaojua pengine nyinyi mlioko humu ndani tu basi. Kwa nini pachomwa ubani? Kwani kuna nini? Na usipochomwa kwani kimeharibika nini? Waislamu wengi hicho kitu mpaka leo hawakijui. Basi nikamwambia bwana harusi, sikiliza bwana, mahari nimeshakulipia. Kanda 2 nimenunua na kanga nimenunua, umefahamu sana, na msahafu nyumbani ninao, toa 500 tukanunue ubani. Anaambia Sheikh, sina kitu. Nikamwambia kama huna 500 ya kununua ubani, mtoto wa watu unakwenda kumlisha nini? Anasema bana, huko Mungu yupo, anatoa riziki kila siku. Nikamwambia kweli anatoa riziki. Riziki ya leo sasa ya kununua ubani iko wapi? Si anatoa riziki kila siku Mungu? Kila siku. Na leo si ni siku? Basi toa hiyo riziki yako ya leo 500 tukanunue ubani. Sema Sheikh, ya leo haijanifikia bado. Haijanifikia ubani. Haki yako ya kwanza ni kupewa nini? Mahari. Na mahari ikiwa anayeolewa ni mkubwa, ile mahari atataja mwenyewe. Na ikiletwa mahari atapewa mwenyewe. Mahari sio haki ya baba mzazi, wala mama mzazi, wala nani ayan mankana. Mahari ni mali ya nani? Anayeolewa apewe yeye mwenyewe, aamue mahari yake anafanyia nini. Kuna wazazi wengine mna mipango ili ile mahari muizunguke muichukue. Sikiliza binti, umekuja kuolewa, sema nangu hapa, subiri, sisi tutakudaia mahari. Wengine hata hawamwambii kama, wanadai huko juu kwa juu tu. Jamani, nimekuja kuposa, tunataka hapa furniture kwanza za ndani. Nataka furniture za ndani mlete, alafu vile vile hapa mtaleta ng'ombe 2 huko. Mipango inaendelea huko. Umuolewaji hata hajui anaolewa kwa mahari kiasi gani. Unanifahamu? La. Mahari ni haki ya nani? Ya muolewaji. Hii ni haki ya kwanza. Ni haki ya kwanza. Haki ya pili unotakiwa upewe na mumeo, na akikunyima amekudhulumu, ni baada ya kuolewa, ni kupewa kitu kinaitwa nafaqatul wajiba. Semeni nyote hivyo. Chakula chako ni haki yako, huyu mume akupe chakula chako biqadri albashariyati, biqadri almustataa albasharia, kwa kiasi cha uwezo wake. Akiwa na uwezo mzuri akupe chakula vizuri utakavyo. Akiwa hali yake tena ndo hiyo, atakupa kwa hali ndio hiyo. Lakini lazima kila siku mpate chakula kutoka kwenye mikono yake. Ngaike. Siku hizi kuna maendeleo kidogo. Wanamume wengi, na wataniswame kwa sababu watasikiliza, wanapenda kwenda kuoa wanawake wale wenye uwezo. Na wanajina wanasema wenyewe mteremko
wanafuata mteremko. Na bwana huyu anasema Kitonga. Mimi kwa kuwa nimesafiri sana nchi hii, Kitonga napajua. Kitonga ni kutoka hapa kwenda Iringa. Katikati pale kuna mlima mkubwa unaitwa Kitonga. Basi yule baba hatoki tu, yeye anataka aoe tu, kazi yake pale ndani avaa msuli, anakaa ta TV anaangalia tu, anakoa pale sebleni. Basi tena imekwisha. Shughuli zona la yule mume ampe haki mkewe. Haki gani? Chakula. Hii ni haki namba 2. Sasa wanaume wengine wana matatizo kidogo. Nitataja kwenye haki zao. Akiwa na pesa anakuwa adui wa humu ndani, mkali mno. Ukiona ukali umezidi mfukoni, kuna neema huko, anataka akatumie huko. Akitoka huko kashajaza mfuko wake, siku hiyo ana marafiki wengi. Wanatembea, atakwenda kwa hoteli, atanunulia chakula. Wa marafiki wengi wa kike na wa kiume, wale marafiki zake wa kiume na wa kike. Sisemi vibaya, wa marafiki wa kike, si unanielewa? Huko nyumbani ni mkali kama pilipili. Akifika hapo njiani ananunua wale dagaa kukaanga, wale mafungu wale. Dagaa mchele mama. Dagaa mchele fungu 2 na vijindimu ananunua pale, ili na vijipilipili vingi ili mnywe maji mengi. Anafanya busara ili mkila mnywe maji mengi. Kimpigia simu, bado niko kazini bwana. Sawa mume wangu, kazi njema. Wanawake Mungu awabariki sana. Mke aliyeolewa ni shamba. Mwanamke wa nje huko muhuni ni bustani. Unanielewa? Mwanamke wa nje ni bustani, wewe mke ndani ni shamba. Alosema wewe ni shamba ni Mwenyezi Mungu. Nisaukum harthun lakum faatu harthakum anna shi'tum. Mola anasema wake zenu ni mashamba yenu. Sasa mama zangu, mnajua shamba, siku ukienda shambani umesahau jembe, shamba linakufukuza. Siku ukienda nyumbani mbegu hazitoshi, shamba linakufukuza. Siku ukienda shambani kwako mbolea huna, shamba linakufukuza. Bustani sio hivyo. Bustani kila siku uende kamili. Bustani nataka limwagiliwe maji mara 3 kwa siku. Mimi naona mmeshanielewa. Ukirudi nyumbani kwa mkeo huna kitu, wallahi anakupokea. Ukirudi una pesa nyingi, unapokelewa. Ukirudi nazo ndogo, unapokelewa. Ukirudi mkali na ukali wako, unapokelewa. Ukirudi siku unatabasamu, unapewa tabasamu kuliko lako, unapokelewa. Hawa huko nje huko, tabasamu utalilipia. Hakuna tabasamu la bure. Nje utapata tabasamu ulipe. Sasa kuna mwingine mshahara unaishia huko bustanini. Huko shambani hakuji kitu. Kila kitu na bustanini huko. Haki ya pili mama zangu ya mke ni kupewa chakula chake, nafakatul wajiba. Haki ya 3 ni kupewa kitu kinaitwa malbus. Semeni malbusu. Ni kupewa nguo. Mke ana haki apewe nguo na mume wake. Nguo za mke zinunuliwe na nani? Na mume. Na tena ukiwa na uwezo umvishe hasa. Umvishe mpaka mwenye useme naam, hapa sawa. Sio kumtia marapurapu mtoto wa watu. Matambara haeleweki, misesemeko na mti ala. Sio hivyo. Na utaona mwingine anafatana na mkewe, namna alivyomfuja, wala hapendi kufatana hivi hapa kwa hapa. Anaona aibu. Mume yuko huko mbele, mke yuko nyuma. Akiambiwa bwana mama yuko wapi, mkeo yule kule nyuma kule, yule kule. Anaona fedheha kuwa naye hapa karibu. Umtunze mkeo, umpe nguo, ni haki yake. Kiasi ambacho ukitoka naye mmefatana kama hivi. Ni raha kusema kweli. Bwana mke wangu chombo, unaita chombo hiki hapa. Kwa sababu umekisafisha vizuri kile chombo. Sio mtu unamwacha mkeo kama mpishi wa pilau za kwenye hitima. La, awe mwanamke kapewa nguo. Ni haki yake alopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mama mnanielewa? Na huyu mwanamke naye kwenye mambo ya kupewa nguo asiwe nani anaitwa hadaka. Semeni hadakatun. Marufuku mwanamke kuwa hadaka.
Wanawake wanaoolewa wako aina 6, la aina 7. Aina 6 zote mbovu. Ukioa hizo umeliwa. Aina moja tu imesalimika. Yuko mwanamke anaitwa baraka, yuko mwanamke anaitwa sharaka, yuko mwanamke anaitwa hadaka unomtaja hapa. Yuko mwanamke anaitwa annana, semeni annana. Yuko mwanamke anaitwa hannana. Yuko mwanamke anaitwa annana. Na mwanamke wa 7 anaitwa salama. Basi ukioa umpate salama. Na wanawake salama ndo nyinyi mloka humu ndani, salama. Ukioa annana utalia kila siku. Annana, almar'atu alhannanatu hiya almar'atu allati ta'innu wa tata'assafu kulla waqtin wa hinin biduni dhikri sabab. Annana ni yule mwanamke kila ukija yeye kahuzunika tu. Ukija mtaka kayo, salamu alaykum. Alaykum salam. Habari za hapa? Hata sijiweka tu, utayaona mwenyewe. Wewe mke wangu una nini? Wangu wewe acha tu. Wewe acha tu. Anakuadhibu. Kwa sababu hakuna mwanamke ambaye hapendi kuona meno ya mkewe. Mwanamume yote. Ukiona mwanamume anapenda kuona mkewe kanuna, hasi mzima huyo, ana matatizo kwenye kichwa chake. Sasa huyo mwanamke ananuna na hakwambii sababu. Lakini ubaya wake huyu Hannana, ananuna ukifika. Na huzuni, ukiondoka anacheka, anagonga mikono na dada safi kabisa. Utakonda, unaweza ukafa. Afai kabisa huyo. Hannana, yuko mwanamke Hannana. Hannana hiya allati tunfiku kulla ma fi baiti zawjiha thumma tukallifuhu bil ukhra. Hannana ni mwanamke yeye ana huruma. Ana huruma huyo. Kila mume akileta ndani sukari kilo 50 nini, yeye kazi yake ni kugawa. Anagawa. Shoga yangu mbona sikuja nitembelea, njoo bwana. Akija ameondoka na kilo 10 za sukari. Siku 2 vinaisha. Anamgoja mmewe. Mume wangu sasa ndani stoki hamna kitu. Mara hiyo kuleta vingi, umeta kidogo tu bwana, vimeisha. Ukioa mke huyo utajuta. Utajuta, utalia mpaka watashangaa watu unalia nini hawajui. Halafu anakuja yule hadaka. Hapa kwenye kupewa nguo nimesema mmoja tu hadaka. Hadaka ni mwanamke tatali'u ala ma 'inda an-nas thumma ta'udu ila zawjiha wa tukallifuhu. Hadaka ni mwanamke kazi yake ni macho hivi. Anapita nyumba za watu, anatembea majumbani humo, anakwenda kuangalia nyumbani mwa watu kuna nini, anakuja kumlazimisha mmewe naye atafute. Akikutembelea anaangalia tu, kumbe na sofa hizi zipo. Unaeni umeweka AC, ile mwanamume sijui vipi jamani, hata niua yule. Hata AC hamna, anaangalia. Ukirudi kazini kesi. Hivi mume wangu wewe AC huijui mpaka tunapauka kwa joto, wenzetu wana AC nyumba ile. Akienda harusini mwanamke hadaka, hasherekee harusi, anaangalia habaya zilizovaliwa hapa. Habaya anatazama miguuni kwa wanawake wenzie, na kidogo anapita pita shingoni humo kuna vizahabu vinakaa nje. Akirudi, mume wangu na mimi nataka dhahabu. Hadaka anatazama mambo ya wengine, anakuja kumkalifisha mume. Na maisha ya riziki kila mtu anamka sawa yake. Hatupewi riziki sawa, sio? Ukimoa hadaka ustadhi umekwisha. Hadaka. Yuko mwanamke aitwa baraka. Semeni baraka. Hiya almar'atu allati tashtaghilu bitabriki wajhiha wa kaffaiha wa biduni muraati a'ba almanzil wa tatrukuha ila alkhadima. Baraka ni mrembo. Baraka ni mwanamke mrembo. Kutwa nzima kwenye dressing table. Hapa kati ya dawa kidogo kucha, akafanyaje, unamkuta anachonga chonga pua yake, anafanyaje mwanamke huyo? Yeye manake hawezi kupuliza moto huyo. Maana kila saa na perfume, apeleke pua kwenye moto. Ataharibu. Anahina.
Anahina. Baraka anahina, anazo piko, kucha zimekuwa kama shetani wa ardhi ya 10 huku, vidude kashakatakata humu, kachonga vingine, shughuli zote za ndani mule. Kuna binti anatumwa, mwenyewe anamwita dada. Mumewe akigonga mlango getini, dada kafungue, baba anakuja. Ana kidole cha wanja, we dada, getini baba huyo. Dada baba anafunguliwa mlango, akija ndani mule, salamu alaykum, wa salam, vipi za huko? Hamwangalii mmewe, amtizami. Na mwingine maskini ya Mungu anashughulika na simu. Nyinyi kama mnanielewa anashughulika na simu. Simu yenyewe bando unamtilia wewe kila siku. Hapumziki na simu hata kama akakuona. Simu hapumziki, shughulika na simu. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Vipi, kuna usalama? Mungu akupeni usalama inshallah. Huyo ni baraka, yeye mrembo. Haya, dada, mwekee chai baba hapo. Mwekee chai, mwekee na chakula kwenye poti, mwekee. Dada, chumbani kuna vumbi huko, mkafute vumbi, baba amekuja chumbani kwake. Anapelekwa dada. Dada kaangalie kule chumbani kama Hilta inatoa maji ya moto kaangalie hivi kama mwenda wazimu hasa. Huyu dada huyu anotumwa kila kitu huyu. Siku moja huyu dada atakuwa mama. Kwa sababu umempa mazoezi ya kutosha. Umemfundisha mwenyewe mume anashughulikiwa vipi na amehitimu. Hata kama humpi cheti atatafuta mwenyewe. Atafanya kazi ulomfundisha. Anakuwa salama sasa. Wewe utabaki kuwa hadaka. Nyinyi watu mnanielewa? Yuko mwanamke aitwa Sharaka. Semeni Sharaka. Huyo Sharaka ndo afai kabisa. Sharaka ni mwanamke, idha sa'altaha an mas'alatin wahida tujibuka bi ajwibatin mutaaddida. Sharaka ukimuuliza swali hili ana majibu 100 dakika moja. Sharaka moto mkubwa kinywani kwake. Mke wangu, mbona nimekuja hapa sikukuta? Babu, unikuta? Mimi sina miguu. Moto umewaka. Sharaka. Swali hili utajuta kwa nini ulimuuliza Sharaka. Mineno tele kwa swali hili. Lakini kuna mwanamke aitwa Salama. Inshallah nyote salama hapa. Kwa mwanamke upambane kufurahisha mume, ndo kazi yako. Jamanini, mume anatakiwa kumfurahisha mkewe, sio? Lakini nguvu ya mume kumfurahisha mke inazalishwa na mke mwenyewe. Wewe ndo utakayempa nguvu huyu mume akufurahishe. Usipompa nguvu ya kukufurahisha, furaha utaiona pale kwenye TV kwa Waturuki kina Osman Bey wale, utaona kule. Huwezi kupata furaha. Haki ya pili nimesema ni nini? Ya tatu, malbusu, mavazi. Haki ya kwanza mahari, ya pili chakula, sio? Chakula ya kwanza ikitanguliwa na mahari. Mahari ya kwanza, ya pili chakula, ya tatu mavazi. Mke anavalishwa na nani? Hata kama tajiri vipi huyo mke, lakini mavazi ni haki yake apewe na nani? Sio kumwambia mke, wewe mwanamke una biashara zako. La, biashara zake wewe umpe nguo. Haki ya nne ambayo lazima upewe na mumeo inaitwa sakanun. Semeni sakanu. Ni makazi. Anapoishi mume mke lazima pagaramiwe na mume. Kama ni nyumba yao, iwe mume kapambana kajenga nyumba, anakaa na nani? Na mkewe. Kama ni nyumba ya kupanga, gharama ya nyumba hii inabebwa na nani? Na mume. Na mume. Siku hizi wanamume tuna macho sana. Unavizia mahala baba kafa, wale watoto wapewa urithi, kila mtu kapewa kijumba chake, na kuna kibinti kidogo naenda kuposa pale. Unajua utakaa kwa yule binti kule. Mpango gani huo? Na watu wana marjai, wanasema mbona Bi Khadija alikuwa tajiri? Mtume kamua Bi Khadija tajiri, wana hoja ya Bi Khadija. Tutaijibu hapa hoja ya Bi Khadija. Lazima mtu ajue, asitubabaishe. Kati ya Bi Khadija na Mtume sallallahu alayhi wasallam
alomtaka mwenziwe nani? Bi Khadija ndo alomtaka mtume, sio mtume mtaka Bi Khadija. Kwa na wewe ukitaka leo mwanamke tajiri, subiri akutake mwenyewe. Mbona unaenda wewe unawahi? Unatakiwa usubiri akutake mwenyewe. Sakanun, haki ya 4 ni nini? Ni sakanu, maana yake makazi. Mke apate makazi yanayogharamiwa na mume wake. Haki ya 5 ulionayo inaitwa al-adlu. Semeni al-adlu. Usawa. Yule mume akupe usawa. Haki hii ni ya kwako mke pale ambapo mumeo ana wake zaidi yako. Yani huko peke yako kwenye ndoa. Kwenye ndoa moja mko wake 2, 3, au sio? Mpaka 4. Wewe mke hakikisha unapewa adlu. Unapewa haki za usawa. Kuna neno sijui kama mtafurahi, sijui gumu kidogo. Lakini kwa kuwa tuko darasani lazima niliseme. Au nyinyi hampendi ukweli? Basi ukweli ni huu. Hakuna mwanamke duniani, mwanamume hata mmoja ambaye kaumbwa na Mungu akae na mke mmoja. Magumu kidogo. Hakuna mwanamume hata huyu ambaye kaumbwa na Mungu akae na mwanamke huyu. Huyo mwanamume hayupo kabisa. Ukimwona mmeo anakuambia mke wangu usikilisiwe na wasiwasi, yani mimi wewe tu, wengine wote dada zangu. Muongo. Yani kuna wanamume ana mke mmoja na huko nje ana wanawake 100. Mwanamke mmoja. Hatujaumbwa hivyo sisi. Sisi hatujaumbwa hivyo kabisa. Sisi tumeumbwa tukae na nitakwambieni kuna kitu sasa nakufurahisheni. Hakuna mwanamume hata mmoja anayempenda mwanamke yeye wote, kuanzia kwenye utosi hadi kwenye nyayo. Hakuna mwanamume huyo. Yani ukisimama anakupenda kuanzia utosini mpaka kwenye nyayo. Mwanamume huyo hayupo. Sisi wanamume tunapenda vipande. Kuna binti hawajui ya mambo, nisikilizeni tu. Yani kuna mwanamume ambaye kwako kavutiwa na mambo 2 tu au 3 au 1. Yani yuko mwanamume maradhi yake ni pua yako. Akiangalia pua anapata wazimu kabisa. Pua tu. Yaliyobaki utajua mwenyewe kwa kuyapeleka. Yeye kile ni pua tu. Yuko mwanamume kilichomfurahisha kwako maskini ni kidevu tu. Akikuangalia kidevuni, kama yuko peponi, kidevu tu. Mengine ulobaki nayo utajua mwenyewe vipi, yeye ana kidevu tu. Sio, unanielewa ninavyosema? Kama kuna mwanamke anadhani yeye anapendwa kuanzia kichwani hadi kwenye nyayo, huyo ndo kajidanganya kuliko wanawake wote duniani. Hebu mama nitizameni mama zangu. Mmeo anapenda hiki. Yani mme wangu katika alomvutia ni pamoja na hiki. Jamani nisitue wa kweli. Mmeo anapenda dude hili. Situe wa kweli tu. Sisi tunapenda vipande. Sasa mwanamume anawezekana mwanamume ili atulie anazo sifa 20. Apate kwa wanawake sifa ngapi? 20. Sasa hapo inshallah atatulia. Wewe alokuoa una sifa 3 tu ndio zimemfurahisha. Pengine ni macho, kidevu na hiyo pua. 3 tu. Sasa hizi 17 je? Nisaidieni, unazo 3 na mwenzako anataka 20. Zimebaki ngapi? Nisaidieni, anapataje hizi? Kama haongezi mke mwingine hizi 17, wallahi kuna watu huko nje watakamilisha hii hisabu. Ndio maana Mola akasema tuoe wake mpaka hao 4. Unanielewa? Akioa mtu anasema sifa zangu mimi kwa mwanamke 20. Sasa akakuoa una sifa 5. 5. Zimebaki ngapi? Anaoa mke wa pili. Anazo 4. Zimebaki 9. Zimebaki ngapi? 11. Anaoa mke mwingine wa 3. Naye ana sifa 4. Zimekuwa ngapi? 9 na 4 ngapi? 13.
sawa. Anamuoa mwingine anaye ana sifa 5 kama yule ya kwanza, zimebaki ngapi? Hizi 2 tena si avumilie, basi upate kila kitu. 2 tena avumilie. Wanamume ukimuona haongezi mke mwingine, yani uko wewe tu kwenye ndoa peke yako, ujue kuna moja kati ya mawili. Mimi napenda kuambia ukweli. Ukiona mkeo haongezi mke mwingine, mmeo haongezi mke mwingine, ujue moja kati ya mawili. La kwanza, ana udhaifu wa kipato kabisa. Yani ameshaona mimi kipato ndo hiki, sasa nikiongeza mwingine nitampa nini? Anavumilia, lakini anakufa kizungu na tai shingoni. Au sababu ya pili, limemzidi nguvu ilivuke lako la humu ndani. Kuna mwanamke ameolewa ana joto na vuke kiasi ambacho kwa joto hilo mume asubuhi kwenda kuongeza. Mwingine anasema wazi, wasikiliza bana, haji mwingine tutatolewa maiti haji mtu. Na wengine hawana imani, anamjua kabisa mumewe ana kibinti wanafanya uzinifu mtaa wa pili, anasema najua sana kama wewe una kidada hapo nje, lakini kitaishia huko hakiingii. Tapeana majengo tagawana, mmoja Segerea, mmoja Muhimbili. Mnanielewa kina mama? Haki nyingine ni makazi. Tumetaja mahari, tumetaja chakula, tumetaja mavazi, tumetaja na makazi. La 5 ni uadilifu. Akiwa mume ana wake zaidi ya mmoja, awe nani? Muadilifu. Uadilifu kwenye nini? Kwani uadilifu ni nini? Uadilifu ni haki, ni usawa. Usawa kwenye kuwahudumia. Ukipeleka huku kuku wa kienyeji, usipeleke huku daga kauzo. Ukipeleka huku vitenge safi vya Kinshasa Kongo, huku usipeleke naita nini kina mama, mnaita nini? Jora, usipeleke kijora huku. Mnanielewa hivyo? Haki sawa. Kina mama haki sawa, uadilifu upewe. Ila sasa haiwezekani kufanya usawa kwenye kuwapenda. Hata ikawaje huwezi kuwapenda sawa. Mimi napenda kusema ukweli huo. Utawapenda sawa itakuwaje? Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kalmu'allaqa. Mola anasema hamtoweza kufanya usawa kati ya wanawake hata mkipupia. Litakiwalo msimwache mke mmoja akakaa kama katungikwa, hajulikani kama ana mume au kaachika. Mnanielewa sijui? Msiwe na wasiwasi, nitakupeni muda wa maswali. Huyu mama, muda wa maswali upo. Tutamuombea dua. Mtume Muhammad anasema jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wal bughdu ala man asaa ilaiha. Hizi roho zimeumbwa kwa tabia ya kumpenda anayezifanyia vizuri. Roho ya mtu ukifanyia wema inafurahi, au sio? Ndio tulivyoumbwa. Sasa una wake wawili hapa, watatu. Mmoja ukienda kwake ndo kama hivyo geti ya kufungulia, anafungulia dada wa kazi. Yeye yuko kwenye dressing table huko. Ukifika salamu alaykum, alaykum salaam, habari za hapa, asijaziandika ukuniachia kalamu. Utaziona mwenyewe kwa sababu umefika. Majibu kama hayo. Haya. Mwingine ukifika ukigonga tu mlango anakuja mwenyewe. Anakufungulia mlango mwenyewe. Anakushika mkono moja kwa moja mpaka ndani sebuleni au chumbani. Viatu ulivyokuja navyo kavivua mwenyewe mguuni, anakuvua viatu. Kama ndani kuna sandals za kutembelea ndani, sio? Anakuvalisha sandals zile, ili koti anakufungua, anapachika hapo, anakaa karibu mume wangu, karibu sana. Hapa ndo kwako umefika. Pole na kazi. Watu wote uko ulikotoka walokukwaza, wamekutukana, wamekukejeli, mume wangu nisamehe mimi kwa niaba yao.
nisamee mimi, usiwe na hasira hapa uwe sawa. Mume wangu kila kitu hapa kipo, hapa kuna chakula tayari, kuna maji yako sawa, niko mimi. Yani wewe sema tu mume wangu, haya nataka nyinyi mnisaidie. Huyu ukuu ambaye ukija hakufunguli geti na anakuambia habari za nyumbani asijui, maana ukumwachia kalamu hajaziandika, na huyu ukuu wa pili anakufungu, hivi roho ya mwanamume inaenda wapi? Yani ikiwa huyu mwanamume kafukuzwa huko kakimbia, akija anakimbilia wapi? Mwanamke mmoja ukifika ndani umekaa, baba vua viatu bwana, vua viatu, nishafagia huko uchafu tu. Mwingine mume wangu umechoka, panda navyo nitasafisha, panda navyo usijali. Mume anakimbilia wapi? Sasa kwa sababu kuna tofauti ya kutreat watu, sio? Treatment ni tofauti, na kupenda haiwezekani kuwa sawa. Kuna mtu anajua namna ya kuongea na mumewe, kuna mtu anajua ile hospitality ya kufanya na mumewe. Msinisukume niingie ndani huko. Mume yuko ndani chumbani, yule mke yuko bize kweli kweli kuhakikisha mumewe analala vizuri. Muda wote kashughulika na nywele zako, kashughulika na kidevu, na kukuimbia kidogo na kipepeo kama cha Tanga kile. Yani feni ipo na kukupepea juu, kukupepea juu. Ikipiga radi nje, mume wangu nisamee mimi, yani radi imepiga anaomba msamaha yeye mule ndani. Mwingine kazi yake msafi yeye, bana unaingiza michanga bana, rudi huko nje bana, wewe ujioni mchafu. La, huwezi kuwapenda sawa watu hawa. Lakini uadilifu kwenye matumizi, wape matumizi sawa, wape time sawa. Kama unakaa kwa huyu masaa mawili na huyo sugu naye kakae naye masaa mawili hivyo hivyo, na kimwingine si sugu, si bado naye mke naye apate time ile kama ya huku. Haki yako nyingine ni uadilifu. Sisi tunakwenda sawa? Haki ya ngapi hiyo? Ya 5. Na kwenda haki ya 6. Haki ya 6 inaitwa isharatun tayyiba, ni kuishi nawe vizuri. Mke mume aishi nawe vizuri. Hapa kwenye kuishi vizuri, Mola ameamrisha akasema, waashiruhunna bil ma'ruf, ishini na wake zenu kwa wema. Natakiwa maisha ya wema. Kuanzia kwenye lugha, mume anatakiwa akizungumza nawe akwambie maneno mema, asikuambie maneno ambayo wazi wazi inajulikana kama hapa kakudharau. Kina mama, sikuna aina ya maongezi ukisikia unajua hapa nadharauliwa, sio? Amekudhulumu. Kama ambavyo anataka yeye ukiongea naye umpe maneno ya heshima, ni haki yako na wewe akwambie maneno mazuri. Kuambiwa maneno ya heshima na adabu na nidhamu ni haki yako, ni haki yako kabisa. Jambo lingine, haki yako, marufuku huyu mume kutoa siri zako nje. Hifdhu sirrik ndani. Jamani, unaona kuta hizi ndani sikuna siri chungu mzima. Siri za ndani zitoke nje. Yule mke ndani awe atakavyokuwa, ni binadamu, ana mapungufu, ana madhaifu, amekamilika Mwenyezi Mungu tu Subhanahu wa Ta'ala. Hata we mume unaelaumu mapungufu ya mkeo, na wewe si unayo, basi yale mapungufu usiende kutoa nje huko. Wanamume ndo sisi hawa. Kuna mahala ukikaa unaona mpaka unaondoka. Kuna mtu kakazana kueleza shida za mkewe huko ndani. Bwana wenzangu wameoa, mimi nimeokota tu. Wenzangu wameoa alhamdulillah. Mimi nimeokota tena huko, nimejibebea zagazaga moja huko nimeliweka ndani. Anakuita zagazaga mbele za watu. Zagazaga. Basi bwana huko ndani naona acha tu. Kwanza mtu mwenyewe hajui usafi. Yani yule mke wangu hajui usafi kabisa. Unasikia yule mke wangu mimi akipika ndani mule unatamani utoke, ndio anasema haya, anawaambia watu uko nje. Bwana Mtume, ukiona hivyo unadhulumiwa, kwa sababu ni haki yako kutunziwa siri zako. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, la'ana Allahu rajulan afdha ila ahliha thumma asbaha yunshiru sirraha. Mwenyezi Mungu amemlani mwanamme anayeambatana na mkewe
anatangamana na mkewe, kisha kukicha anakwenda kutoa siri zake nje. Mmoja alimwambia rafiki yake, bana wewe mkeo ananukia, tatizo huko nyumbani kwangu huko. Yaani yule mwanamke si perfume gani nimpelekee bwana? Ananuka huyo. Yule mke wangu bwana, usafikiri beberu la mbuzi hivi ananuka. Anasemea huko nje mambo ya mkewe bwana. Umedhulumiwa. Haki yako ya 6 ni kutunziwa nini? Kutunziwa siri zako. Haki ya 7. Ya 7 ni kusimamiwa mafunzo ya dini yako. Huyu mume ahakikishe unajua kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona ndani mwanamke hajui kutawadha, na kutawadha ni wajibu wake. Mwanamke hajui kuswali kabisa, na kuswali ni wajibu wake. Mwanamke hajui kusoma Qur'ani, na wako tele wanawake chungu nzima hawajui kusoma Qur'ani. Ujue huyu mume anakudhulumu, anakufanyia dhulma, na siku ya kiyama ana kesi ya kujibu. Mtume wetu amesema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siku ya kiyama unamwambia Mungu, alinidhulumu huyu, ulinipeleka mikononi mwake huyu mtu, hakunisaidia mimi kujua chochote katika haki zangu za dini huyu bwana huyu. Ukikaa na mmeo usiwe unamdai tu bangiri na hereni za dhahabu, la, mwambie mume wangu sijui kusoma Qur'ani, na mimi kama Muislamu natakiwa kusali, nisomeshe. Ni haki yako hiyo. Mwambie nisomeshe. Kama huwezi kunisomesha, nitafutie mwalimu. Tafutie mwalimu anisomeshe, na wewe ndio umlipe. Kina mama mnanielewa? Mimi nakuapieni na Mola wangu, na nimefunga hapa wallahi, wanawake wengi kusali hawajui. Au nimeonea? Wanakaa tu hawajui kusali. Ni haki yako, mwambie mmeo sijui kusali mimi, nifundishe. Kama hujui na wewe, maana na wanaume nao hawajui vile vile. Kama hujui, ushauri yako, mimi nitafutie mtu na umlipe wewe anifundisha. Kwa sababu kati yako wewe na Mwenyezi Mungu, wa kwanza kwangu mimi ni Mwenyezi Mungu, wewe ni wa pili. Na huyo Mungu ndio alonileta mikononi kwako hapa, sio? Natakiwa kumpa heshima Mwenyezi Mungu namba 1, halafu namba 2 ndio wewe. Sijui kusali, sijui tahara yangu. Wako kina mama chungu mzima tahara yao hawajui. Hawajui mtu akiitwa na janaba anatoharika vipi. Hawajui masuala yale. Kina mama mna majina mengi, mnisame kwa sababu ya kosa elimu maskini. Kuna ile ada ya kike ya kila mwezi, sio? Ile jina lake aloitaja Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad na sheria, jina lake inaitwa hedhi. Jina lake inaitwa nini? Hedhi. Ile jina kama limechusha hili, limechusha hili kabisa, kama unafanya stigma, yani kama kinyaa hivi kulisema. Hapa pakazaliwa majina, kina mama mengi majina mmeweka. Sasa bana mimi niko mwezini, lakini mko wote hapa chini mnakunywa chai. Yeye anakuwa mimi niko mwezini. Mungu anasema bana mimi sasa hivi niko kwenye siku zangu. Hizo siku zake na wewe zako ndo hizo, lakini hizo ni za wote. Kukimbia nini? Hakuna mtu mwenye adabu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jina lake kwenye sharia ya Mungu inaitwa vipi? Inaitwa hedhi. Wako wanawake tohara yao mpango wa hedhi hawajui kabisa Mungu anasemaje, sio? Wako wanawake wanafiwa, alafu kuna kitu kinaitwa eda, au sio? Maskini ya Mungu hawajui eda ni nini, wanateswa. Kuna wanawake kwenye eda wanaadhibiwa. Kinatafutwa chumba hapa, wanakuja kina mama wazee hivi, wanaambia tunamweka eda huyu. Mule chumbani mule analetewa nguo nyeupe na nyeusi, kaniki hasa, anafungwa kaniki kama shetani, anawekwa kule kwenye kijipembe. Halafu kuna kitu na kijiubani na moto, kanafuka kama moto kila siku mule ndani. Halafu anapewa ndala 2, kuna ya kuvaa mule ndani na ya kuendea chooni. Hatakiwi ukanyaga chini kwa sababu atamkanyaga mumewe kwa alikozikwa. Anatakiwa kanyaga ndani mitaani, angalieni tu mitaani wenu. Haya, hatakiwi kusema na mtu ovyo. Watu wanaingia ndani mule kama kuna moto wa jahannam. Ukifika mule salamu alaikum, alaikum salam. Ya subhanallah, mateso gani haya?
Mwingine anatikisa kichwa. Mwanamke akifiwa anatakiwa atoke akae sebleni, waje wageni wamliwaze, msiba uondoke, huzuni zimwishe, awashiwe TV atazame, sio kumfanya mwanamke kama mtumwa fulani anaadhibiwa. Unanielewa hivyo? Sasa sababu hawasomi kina mama. Elimu ya mwanamke ni jukumu la mumewe, ahakikishe mke wake anaelimika. Sio, mnanielewa hivyo? Nataka niseme haki ya mwisho. Haki ya mwisho ya 8, sio? Kwa sababu nyinyi mna haki 15. Sasa nataka nimechukua haki zile za msingi. Nataka niseme haki ya mwisho leo, hiyo ya 8. Mwanamke ni mwanadamu. Na hii haki nitaisema kitaalamu kidogo. Kina mama zangu, mazungumzo kitaalamu, alkalamu zawji, kalamu zawji, yale maongezi ya ndoa. Yaani natafuta lugha ambayo tutatizamana machoni. Kuna lugha nikisema hapa itabidi wengine muangalie chini. Nataka tuendelee hivi hivi. Mazungumzo ya ndoa ni haki. Ni haki. Ni haki kwa mume na mke. Yule mke akitaka maongezi ya ndoa, inambidi huyu mume akubali kuongea maongezi hayo. Kama ambavyo huyu mume akitaka hayo maongezi yafanyike, si ni haramu mke kukataa? Mke hataki kukataa na atalaniwa usiku mzima. Basi na mke ni haki yake, yale maongezi yakihitajika na huyu mume afanyeje? Aongee na mmewe. Yaani nadhani hii ndo lugha nzuri kidogo. Kwenye maongezi hayo, elimu inasema kati ya mwanamume na mwanamke, anayeyahitaji zaidi hayo maongezi kati ya mwanamke na mwanamume ni mwanamke. Na haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Mwanamke anahitaji maongezi ya ndoa maradufu kulikoni mwanamume. Bwana Mtume anasema katika hii kuhitaji mazungumzo hayo, lirajuli shu'batun wahida walilmar'ati 99 shu'ba min ash-shahwa. Yani katika kutamani mazungumzo, mwanamke ana daraja 99, mwanamke ana daraja hii moja tu. Sasa utashangaa kama mwanamke ana daraja 99, maana yake ni nini? Yeye ndo anahitaji kutaka maongezi zaidi kuliko mwanamume. Mbona hawa wanamume wanakiranga sasa? Kwa nini wao ndo wanakwenda wanatafuta huko, au sio? Wanawake Mola amewaumba, amewapa vitu viwili. La kwanza uoga na aibu. Pambo la mwanamke ni haya. Unanielewa? Mwanamke kila akiwa na haya ndio anapozidi kupendeza. Akiwa mwanamke hana haya ni kauzo, ndo anazidi kuharibikiwa. Ilivyo hivi kimaumbile, mwanamke na mwanamume wakikutanisha macho hivi, dakika kabla haijafika yawe macho ya mwanamke yameshaaibika, yanaenda pembeni. Ndio mlivyoumbwa. Ukimuona mwanamke anakutizama tu hivi kama kauzo. Kauzo mnamjua? Kauzo ni dagaa wa Mwanza yule. Toka anavuliwa anakuangalia tu mpaka unamtia kwenye kikaango, mpaka unamla anakutizama tu. Sasa mwanamke hafai kuwa hivyo. Wanawake wengeondolewa kitu kinaitwa haya, wakawa hawana haya nyote hapa, mkakosa haya kabisa, mngewakimbiza wanamume barabarani kama mbuzi. Kama mbuzi. Yani hilo hamfanyi kwa sababu Mola amekupeni kitu gani? Kitu kinaitwa haya. Huoni wanawake waliojitoa haya, si wako mabarabarani huko wanafanya uhuni? Wamekosa haya wale. Lakini mwanamke ni haya. Na maongezi yale yakifanyika, lilmar'a 99 shu'batan min al-ladha walilmar'ati shu'batun wahida. Anayefurahia na kuburudika na hayo mazungumzo kati ya mwanamume na mwanamke zaidi ni mwanamke. Mwanamke ana daraja ya 99, mwanamume daraja hii daraja moja tu. Sasa natoka eneo hilo kwa sababu naona kama nataka niende chumbani sana huko, naogopa narudi huko sebleni.
Haki ya 8 ya mwanamke ni kwamba akihitajia mazungumzo na mmewe, mume azungumze naye. Unanielewa? Azungumze naye. Kama hazungumzi, awe na maneno yatakayomfurahisha mkewe. Si unanielewa? Asianze nguvu. Sikiliza mwanamke, umechoka kutoka kazini huko. Wewe mwanamke, wewe uchoki tu, umekuwa kama katapila. Asiseme hayo. Amwambie mwenzake lugha nzuri. Ni haki kabisa hii. Mama zangu, mmezijua haki zenu mnatakiwa kupewa? Mmezijua? Haya, muda sio rafiki, ni saa 6 na kitu. Nataka nikutajieni haki za mwanamume. Haki ya kwanza ya mwanamume ni utiifu. Yaani atiiwe na mkewe. Mume kutiiwa, mke kumtii mume ni haki ya mume. Na ndiyo haki ya kwanza. Mama zangu, haki ya kwanza ni nini? Ni utiifu. Kila mwanamke aliyeolewa ajue haki ya kwanza anayotakiwa kumpa mume wake ni kumtii. Ni kumtii yule mumewe. At-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Ule utiifu wenyewe usiwe kwenye kumuasi Mungu. Asikuamrishe mumeo jambo la kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio, mnanielewa? Iwe ule utiifu hauhusiani na kumuasi Mungu. Kwa mfano, mume ni mlevi. Na mimi najua kuna baadhi ya wanawake wameolewa na waume zao walevi, sio? Mke wangu, njoo bwana, nenda pale grocery kaniletee bia 2. Usiende kuleta bia 2. Usiende kumletea pombe. Lakini pia usianzishe ugomvi, au sio? Si utumie busara. Mke wangu kaniletee bia 2, anambia mume wangu bia 2, ngoja niende. Ukipiga hatua moja ya pili unashika, nimejikwa, unambabaisha, yani mguu unauma, ili usiende kumtii kwa kumuudhi Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hairuhusiwi kumtii kiumbe wakati mnamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni utiifu. Je, mama zangu, utiifu kumtii mume mnaujua? Yaani ufanyeje sasa ili uambiwe hapa sasa huyu mwanamke anamtii mmewe? Ndo nini? Yaani kumtii mume ndo kufanyeje? Nitawasaidia mimi. Kumtii mume maana yake kitu chochote atakachokuamrisha mmeo, hata kama hukipendi vipi, madhalika kuamrisha mume, unatakiwa kukifanya. Narudia, kitu chochote atakachokuamrisha mume, madhali si kumuasi Mungu, wewe hata kama hukipendi, kile kitu ni wajibu ufanyeje? Ukifanye. Upande wa pili, kitu chochote ambacho atakukataza mumeo, madhali hakukatazi jambo aliloamrisha Mungu. Asikwambie mke wangu kuanzia leo marufuku kusali. Asikukataze hayo. Madhali sio maasi. Hata kama hicho kitu unakipenda vipi, mke wangu hiki acha, unatakiwa kufanyaje? Ndiyo maana ya utiifu. Utiifu ni kusikiliza maagizo yake, utiifu ni kuacha anayoyakataza. Hii ni haki ya mume, unatakiwa lazima umpe. Tumeelewana? Haki ya pili ya mume inaitwa haqqul firash. Semeni haqqul firash. Ni haki ya godoro. Ni haki ya nini? Ya godoro. Mume akimwita mkewe kwenye godoro, mke amuitike mmewe. Inaitwa haki ya nini? Ya godoro. Na hapa na hakika kila mtu kanielewa nazungumzia nini. Haki ya godoro, huyu mke akiziwia, atalala usiku kucha, analaaniwa.
analaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka asubuhi kuche, na huyo mume amsamehe. Haki ya pili ni haki ya godoro.